Kuondoka kwa Juma hakukuwa maumivu. Kilichouma ni kugundua kuwa nilikuwa nimekaa muda mrefu mahali pasiponiona. Nilipoanza kuishi peke yangu, usiku wa kwanza ulikuwa kimya sana. Hakukuwa na kelele za TV wala sauti ya mtu anayetembea ovyo ndani ya chumba. Nilikaa kitandani nikitazama dari, nikisikia pumzi zangu mwenyewe. Nilijua ule usingekuwa usiku wa mapenzi, bali usingekuwa pia wa mateso. Sikumumiss Juma. Nilimwacha moyoni siku nyingi kabla sijafunga begi. Nilichohisi ni hasira tulivu. Hasira ya kujilaumu kwa kuvumilia muda mrefu, kwa kuamini maneno badala ya vitendo, kwa kujipa thamani ndogo kuliko niliyostahili. Nililia ndio, lakini nilikuwa nikilia Anita niliyempoteza, si mwanaume niliyemwacha. Jamii haikunionea huruma. Maneno yakaanza. Anajifanya kujitegemea. Lazima ana mwanaume anamwezesha. Hakuna mwanamke anaweza kuishi peke yake kwa amani. Nilicheka kimya kimya. Walikuwa hawajui mapambano yangu. Hawakujua nilipigana na hofu ya kuwa peke yangu kwa miaka. Hawakujua kuwa upweke niliouchagua ulikuwa bora kuliko mateso niliyoyazoea. Kulikuwa na siku nilichoka sana. Biashara haikuwa rahisi. Kulikuwa na hasara, kulikuwa na madeni madogo, kulikuwa na kukata tamaa. Lakini kila nilipoanguka nilijiambia, angalau unaanguka kwa sababu ya ndoto yako, si kwa sababu ya mtu asiyekujali. Michael alinipigia mara chache, kuniuliza kama nipo sawa. Hakukuwa na maneno ya kunivuta, wala kunifanya nihisi nina deni la kihisia. Hilo lilinifundisha jambo moja muhimu. Msaada wa kweli haufungi. Nilijifunza kuamka asubuhi bila kutarajia chochote kutoka kwa mtu. Nilijifunza kupanga bajeti yangu, kuheshimu uchovu wangu na kusema hapana bila kuomba radhi. Kila siku nilikuwa nikijijenga tena, kama nyumba iliyobomoka taratibu kwa msingi imara zaidi. Kulikuwa na wanaume walinikaribia. Wengine kwa tamaa, wengine kwa dharau, wengine kwa ahadi zile zile nilizowahi kusikia. Lakini safari hii nilikuwa na kipimo kipya. Je, unaniletea amani au kelele? Wengi walishindwa kipimo hicho. Sikuhitaji kuolewa haraka. Sikuhitaji kuthibitisha chochote kwa mtu. Nilikuwa nimechoka kuishi maisha ya kuelezea maamuzi yangu. Nilichagua kuwa mwanamke anayejibu kwa matendo, si maneno. Nilipotazama nyuma, sikumuona Juma kama adui. Nilimuona kama somo. Somo lililoniacha na kovu, lakini pia na macho mapya. Niliapa kimya kimya. Sitawahi tena kuvumilia kukosa kuhudumiwa kwa jina la mapenzi. Leo ninaishi peke yangu, lakini siko mpweke. Nina kazi, nina ndoto, nina mipaka. Na zaidi ya yote, nina heshima binafsi. Mapenzi yakija tena, yatakuta mwanamke kamili, sio anayesubiri kuokolewa, bali anayechamua kuambatana. Lakini hiyo ni hadithi ya siku nyingine. Wakati mtu anapojichagua, dunia huanza kumuuliza maswali. Ili kuendelea kuwa sehemu ya historia hii, bonyeza like, subscribe sasa hivi na share kwa mtu anayehitaji ujumbe huu. Usikose sehemu ya 4, sehemu ya mwisho kabisa, ambako nitaweka wazi uamuzi ulioshtua wengi na ukweli usio na mapenzi kabisa.